Katika saa za usiku wa manane kati ya saa 8 na saa 9, mji wa Sloviansk ulioko mkoa wa Donetsk ulilengwa na mashambulizi ya mfululizo wa ndege zisizo na rubani yani drones takriban 8. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo mawili muhimu yanayohusishwa moja kwa moja na msaada wa vikosi vya Ukraine katika eneo la Sloviansk, yani Sanatorium na kiwanda cha Keramash. Sanatorium ilishambuliwa moja kwa moja kwenye jengo lake la utawala na magala ya nyuma yaliyokuwa yakihifadhi vifaa vya kijeshi. Shambulio hilo lilisababisha milipuko mikubwa na moto ulioenea katika majengo ya uhandisi na uzalishaji, hali iliyosababisha kuporomoka kwa baadhi ya sakafu. Vituo vya mawasiliano, minara ya redio na vifaa vya mawasiliano vya kubebeka vimeharibiwa na jenereta kubomolewa na kulipuliwa na kuacha eneo kubwa bila umeme. Vifaa vya matengenezo, vipuri pamoja na magari mawili ya kivita na jukwaa la amri ya shambani viliangamizwa. Inakadiriwa kuwa askari takriban 12 waliuawa au kujeruhiwa, ikiwemo maafisa 3 wa ngazi ya kampuni na kikosi. Kiwanda cha Keramash nacho kililengwa kwa mashambulizi ya mfululizo. Washiteni na magala makuu yalipigwa na kusababisha moto mkubwa uliosababisha milipuko midogo ya nyongeza kutokana na uwepo wa mafuta na vifaa vinavyowaka. Mashine za metali zenye teknolojia ya kisasa ikiwemo CNC turning centers na mitambo ya kubana majimaji viliathirika vibaya. Vifaa vya kuinua na kuhamasisha magari mazito kama vile kreni 2 na lift 3 za majimaji ziliharibiwa, jambo lililokwamisha kabisa uwezo wa eneo hilo kufanya ukarabati wa magari makubwa ya kijeshi. Magala yaliyokuwa na vipuri vya magari, mafuta na vifaa vya matengenezo viliteketea, huku magari matatu makubwa ya mizigo yakiwemo aina za Kamaz, Ural na MAN vikiharibiwa vibaya. Gari moja la kivita aina ya BTR BMP liliungua kabisa na mengine kupata uharibifu mkubwa wa joto na mitambo. Inakadiriwa kuwa mafundi na wahandisi wa ukarabati wapatao 18 waliathirika, kati yao wakiwemo waliopoteza maisha na kujeruhiwa. Mashambulizi haya mawili yamepunguza kwa kiwango kikubwa uwezo wa vikosi vya Ukraine katika eneo la Sloviansk, hususan katika matengenezo na usambazaji wa magari ya kivita pamoja na vifaa vya uhandisi. Moto uliosababishwa na milipuko umeendeleza uharibifu mkubwa na kuacha hasara kubwa kwa upande wa adui.